بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Wapenzi wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, kipenzi wetu, mwalimu wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na darasa letu linalohusiana na at-tarbiyat al-islamiyya, malezi ya Kiislamu. Hivi leo tukiwa tupo sehemu ya 6 ya mchanganuo huo. Mtakumbuka katika sehemu za mwanzo tulianza kabisa pale ambapo wawili wanachaguana ili kuwa mume na mke, na tukaeleza taratibu za Kiislamu zinasemaje katika hatua hiyo muhimu katika maisha ya binadamu. Vile vile tukaelezea baada ya mtoto kuzaliwa taratibu za Kiislamu zinasemaje katika kumpa haki zake na kumwandalia mazingira yaliyokuwa mazuri. Vile vile tukaangalia swala zima la aqiqa, sheria hii ya kumchinjia mtoto katika siku ya 7, na tukaona hikma zake na Uislamu umelizungumziaje swala hilo. Vile vile tukaja tukaangalia Uislamu unatufundisha vipi katika kumpa jina mtoto wetu, na majina gani ambayo yanafaa na yapi ambayo hayafai kupewa watoto. Vile vile tukaja tukazungumzia kuhusiana na swala zima la masulia ya wazazi katika kuwalea watoto, kwa sababu wao ndio wenye kuwaelekeza katika khairi au katika shari, lakini watoto huwa wanazaliwa wakiwa katika maumbile yaliyokuwa ya kisawasawa kabisa. Hivi leo ndugu zangu wapenzi wasikilizaji, tutaangalia baadhi ya tabia ambazo tabia hizo zinakuwa ni viashiria vya kuharibika au kuanza kuharibika maadili kwa watoto wetu. Ukianza kuona tabia hizo zinajidhihirisha, basi unatakiwa ukae standby, yani ukae tayari sasa kupambana na maadili hayo na tabia hizo kwa watoto. Na kusema kweli, tabia hizi ambazo nitazizungumza zimeenea kwa watoto wengi, lakini zitakapokuwa zinasahihishwa pale pale mapema na zikatafutiwa ufumbuzi pale pale mapema, basi huwa haziendelei tena. Lakini kama zitadharauliwa, zitaachwa na mzazi akaona kwamba hapana, huu ni utoto tu, haya ni mambo ya kitoto, atakuja kuyaacha, ina maana ile tabia hukua katika fikra ya yule mtoto, na hatimaye huona kwamba ni jambo la kawaida, inakuja kuwa ni vigumu sana kumbadilisha katika siku za usoni. Kwa hiyo ni muhimu kwa mzazi na kwa wazazi wote wawili kwa ujumla, na hasatan mama ambaye mara nyingi katika familia nyingi yeye ndio hukaa zaidi na mtoto wake na huwa karibu zaidi na mtoto wake, na ni rahisi zaidi kuweza kuona mabadiliko yale kwa mtoto wake kuliko pengine baba ambaye hushughulishwa huku na kule, na anapokuwa anarudi anakuwa hana muda kabisa wa kuweza kukaa na mtoto. Ni vigumu kuweza kuona mabadiliko ya mtoto wake mdogo katika tabia hizo. Kwa hiyo wazazi wanapokuwa tayari wanaona alama za mabadiliko za kitabia kwa watoto wao katika hizi ambazo tutazitaja hapa, ni muhimu sana wasidharau, bali waangalie chanzo chake ni kipi na waweze kuziondoa na mizizi yake pamoja. Tabia zenyewe au alama zenyewe ambazo zinaonyesha mwanzo wa kuharibika kwa maadili ya vijana wetu ni hizi zifuatazo. Kwanza, tabia ya uongo. Hii ni alama ya kwanza. Ukiiona hii
kwa mtoto wako mdogo, basi uelewe kwamba hiyo ni kengele ya hatari ambaye inakutanabahisha mzazi kuweza kukaa sawa na kuirekebisha na kuwa karibu zaidi na kijana wako. Alama ya pili ni tabia ya udokozi, tabia ya wizi, kuiba vitu vinapotea tu nyumbani pale. Hii ni alama ya pili ambayo inaonyesha ishara ya kuanza kuharibika kwa maadili ya mtoto wako. Alama ya tatu ni tabia ya matusi. Mtoto maneno yake ni machafu, kitu kidogo tu anatoa tusi kilo 20 labda, tusi kubwa kabisa ambalo halilingani na umri wake. Hapo mzazi kama ni baba au mama unatakiwa ukae sawa kweli kuona kwamba chanzo cha matusi haya kinatoka wapi. Tabia ya nne ni tabia ya uhuni. Uhuni ni neno pana kuliko hizi ishara zingine ambazo tumezitaja. Uhuni ni zile tabia tu ambazo hazilingani na maadili ambayo wewe unatarajia mtoto wako akuwe nayo. Mambo ya kihuni, mambo ya kibarabarani, mambo ambayo wewe ukiyaona huyo unayachukia, basi unayaona yapo kwa mtoto wako. Hizi au hivi viashiria vinne vinatosha na ndio vimeenea sana kwa watoto wetu. Viashiria hivi vinne unapoviona, basi unatakiwa mzazi kweli ukae sawa kuhakikisha kwamba unatafuta ufumbuzi, mnashirikiana katika kuangalia jinsi gani mnaweza mkatoa au mkapambana na viashiria hivi visije vikageuka sasa vikawa ni tabia kamili kwa vijana wetu. Kwa hizo ni alama ambazo zinamsaidia mzazi kuanza kuona mtoto wake anaelekea katika makuzi yepi. Kama ni muongo basi atajua, kama ni mdokozi basi tayari, kama ni matusi basi hapo anatakiwa ajiweke sawa, na anapoona madhahir na tabia za kihuni basi vile vile anatakiwa akae sawa. Na kama tulivyotangulia kusema ni kwamba hizi tabia zinapatikana kwa watoto wetu wengi sana. Na katika darsa namba 5 la malezi ya Kiislamu tulisema hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa hadithi nzito sana aliposema pale, kullu mauludin yuladun ala alfitra, kila mtoto huzaliwa katika maumbile yaliyokuwa ya kisawasawa. Fa abawahu yuhawidanihi, basi ni wazazi wake wawili ndio watakimfanya ni Yahudi, au yunasiranihi, au watamfanya ni Mnasara, au yumajisanihi, au watakimfanya ni Majusi mshirikina. Na ukiendelea, au yukadhibanihi, au watamfanya kuwa yeye ni muongo, au watamfanya yeye atakuwa ni mwizi, au watamfanya yeye atakuwa ni muhuni, au watamfanya yeye. Ina maana kwamba wazazi ndio watakaongeuza kutoka yale maumbile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumbia salama kabisa yule mtoto. Wazazi watayabadilisha kutokana na mazingira yao wanayoishi. Na vile vile tukaona maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuja yakathibitishwa na mmoja katika wanasaikolojia wakubwa kabisa ambaye hata Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye hamjui, na huyu bwana akapata tuzo kubwa katika karne hii ya 20 kwamba ni mvumbuzi na ameleta mapinduzi katika sekta ya mambo ya malezi na saikolojia, pale aliposema kwamba mtoto hubadilika kutokana na mazingira anayoishi, lakini habadiliki kutokana na urithi wa genetics kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo mtoto yote yule unaweza kumtengeneza utakavyo. Kama ni mtoto wa mcha Mungu sana, unaweza kumleta akawa ni shetani kuliko yeye, hakuna. Na mtoto wa jitu asi, shetani, jambazi, uwaji, unaweza ukamlea akatokea akawa ni mcha Mungu kama yeye, hakuna. Kwa hiyo ni vitu vya kupandikiza katika nafsi na fikra ya mtoto. Sasa ikiwa tuna hizi alama tulizozizungumza hapa zinajidhihirisha kwa vijana wetu, basi wakulaumiwa ni mazingira yale, na yale mazingira ya kwanza kabisa ya mtoto huanzia nyumbani. Ile mbegu ya kwanza ya malezi ya mtoto yanapandwa ikiwa yupo nyumbani kwao, basi hunyeshelezewa maji na kumwagiliwa maji na kukuzwa kwa mbolea katika mazingira anapotoka nyumbani. Lakini kwanza kabisa inapandwa akiwa yupo nyumbani katika mazingira anayoishi. Kwa hiyo
Viashiria hivi vinne vya kuharibika kwa maadili ya watoto vinatokana na mazingira yaliyoko pale nyumbani. Ni watu tukasema kwamba ni jukumu la baba na ni jukumu la mama kuchunguza viashiria hivi na kuona sababu zake na kuziondoa zile sababu, kwa sababu kwa asilimia kubwa sababu zile zinapatikana kutoka katika mazingira ya wazazi wenyewe pale nyumbani. Kwa hiyo tukianzia na kiashiria cha kwanza, tabia ya uongo. Tabia ya uongo ni miongoni mwa tabia mbaya sana ambazo Uislamu umezikemea vikali, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikanusha kabisa kuwa Muislamu kamwe hawezi kuwa muongo, bali aliuhesabu uongo kuwa ni moja ya miongoni mwa sifa za watu wanafiki. Na hii inakuja kutokana na ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kwamba je, Muislamu anaweza akawa muoga? Akasema anaweza akawa muoga. Je, anaweza akawa ni bakhili? Akasema ndio, anaweza kuwa ni bakhili. Je, anaweza kuwa ni muongo? Akasema hapana, Muislamu hawezi kuwa muongo. Pamoja na sifa mbaya ya uoga, mtu kuwa ni muoga tu, unaogopa hata kitu ambacho hakiogopeki, na mtu kuwa ni bakhili kama wewe hakuna hela yako haitoki, unaitwa nati, yani haitoki hiyo hela hata kwa mambo ya dharura, hata kujitibu wewe mwenyewe unaona kwamba unapoteza hela. Ni sifa moja mbaya sana na Qur'ani naye imeikemea, lakini bado katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Muislamu anaweza kweli akawa na sifa hiyo pamoja na kuwa ni sifa mbaya. Lakini alipoambiwa sifa ya uongo akasema haiwezekani Muislamu akawa muongo, kuonyesha jinsi gani uongo ulivyokuwa na sifa mbaya na tabia mbaya na ina makaripio makali katika mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu. Na katika hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-Aws radiyallahu anhu, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khislatun minhunna كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii sifa 4, mtu atakayekuwepo na moja katika sifa hizo, yani mtu atakayekuwepo na sifa hizo 4, basi huyu ni mnafiq khalis, yani 100% atakuwa ni mtu mnafiki. Na tunafahamu kwamba sifa ya unafik ni moja katika sifa mbaya sana, na mafundisho yanaonyesha kwamba ni bora kafiri kuliko mnafiki, kwa sababu adhabu yake kwanza inakuwa ni kali kuliko hata ya kafiri, kwa sababu kafiri amekuwa mkweli, amesema mimi hili jambo silitaki, siliamini wala silikubali. Kwa hiyo amekuwa ni mkweli kwa sababu amedhihirisha yale anayoona. Lakini mnafiki ni yule ambaye si mkweli, kile anachokiamini hakiamini, anaficha kitu kingine katika nafsi yake. Ndio maana adhabu ikawa ni kali zaidi kwa mnafiki kuliko kwa kafiri, kwa sababu katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, hakika wanafiki watakuwa katika daraja ya chini kabisa motoni. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sifa 4 hizi mtu atakapokuwa nazo, basi huyo ni mnafik 100%, yule ambaye ametajwa katika mafundisho ya Qur'an. Sifa gani hizo ndugu zangu wazazi walezi? Tuzisikilize. Ya kwanza, na anaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema kabla hajaendelea, sasa waman kana fihi khislatun minhunna, na yeyote yule atakayekuwa na khisla moja na alama moja katika hizo 4, kana fihi khislatun minan nifaqi hatta yad'aha, atakuwa na alama na dalili ya unafik mpaka aiache. Ya kwanza, idha tumina khan, anapokuwa ameaminiwa basi yeye hufanya khiana. Amana yote ile mtakayemwamini basi yeye atafanya khiana. Wa idha haddatha kadhab, hapa ndio sehemu yetu mahali shahid, kwa sababu tunazungumzia uongo, na anapozungumza basi husema uongo. Wa idha ahada ghadar, na anapokuwa ameahidi basi hukiuka ahadi yake. Wa idha khasama fajar, na anapokuwa amegombana basi huvuka mipaka katika ugomvi huo.
Kwa hiyo hizi ni sifa 4 ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu akiwa na sifa zote hizi basi yeye ni mnafiki kusha kazi. Na kama atakuwa na sifa moja katika sifa hizo basi atakuwa na sifa miongoni mwa sifa za unafiki. Hajakamilisha unafiki wake, labda atakuwa na 20% kwa sababu ziko 4, 20% atakuwa nayo, 25% asilimia 25 ya unafiki itakuwa iko kwake. Na moja katika hiyo ni idha haddatha kadhab, anapokuwa anazungumza huzungumza uongo. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani uongo ulivyokuwa una makaripio makali katika mafundisho ya dini yetu tukufu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika aliutaja uongo kuwa ni khiana kubwa katika hadithi iliyopokewa na Abu Daud kutoka kwa Sufyan ibn Asyad radhiyallahu anhu. Alisema, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, khiana iliyokubwa zaidi ni kumhadithia ndugu yake hadithi hali ya kuwa yeye anakuamini, hali ya kuwa wewe unamdanganya. Hiyo ni khiana kubwa kabisa. Wewe unahadithia, unajua kabisa hii ni hadithi ya uongo, story ya uongo, lakini ndugu yako anajua kwamba ni kweli, lakini wewe vile vile unaendelea kumhadithia kwa kutaka kumkinaisha kwamba unachokizungumza ni kweli, hali ya kuwa wewe unajua kabisa kwamba ni uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hiyo ni khiana iliyokuwa kubwa kabisa. Kwa hiyo tunaona jinsi gani mambo madogo madogo ambayo tunaona ni madogo katika mafundisho ya dini yetu yalivyokuwa ni makubwa. Na vile vile katika hadithi iliyopokewa na Ahmad kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, atakayemwambia mtoto wake chukua kisha asimpe, basi huo ni uongo. Subhanallah. Wewe ukamdanganya mtoto wako, na hapo ndo tunaingia katika maudhui yenyewe sasa, kwamba labda analia au amekimbia, unataka kumuita, au ukatumia mbinu yoyote ile ili uweze kumfanya umkamate. Basi ukamwambia chukua, kama ni pipi, kama ni chocolate, kama ni pesa, akaja pale akakuta mikono mitupu ukamkamata, basi utakuwa umesema uongo, umefanya jambo la uongo, na tayari utakuwa umkushaanza kuwa ni mwalimu wa uongo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuepushe tusiwe ni walimu wa uongo katika familia zetu na katika jamii zetu. Wapenzi wasikilizaji, tumeangalia kiashiria cha kwanza, nacho ni cha uongo, kuwa ni moja katika viashiria vinavyoonyesha kuanza kuharibika kwa maadili ya watoto wetu. Na kama tulivyosema awali kwamba viashiria hivi sisi wenyewe huwa tunavipandikiza nyumbani, na ndio maana mtoto anavichukua, hazaliwi navyo. Hazaliwi mtoto kuwa ni mwongo, bali yale mazingira tunayomkuzia katika mazingira yale humsababishia kupata zile sifa za kudanganya. Inakuwaje? Kwa mfano, mama au baba nyumbani ni waongo, na uongo mara nyingi mtu anapokuwa anaufanya huwa anataka kufikia malengo yake katika njia fupi, basi anaamua kutumia mbinu ya uongo ili kuweza kuyafikia malengo yale. Hiyo ni sababu moja. Nyingine ni kwamba mtu anayakimbia matatizo yanayemkabili yeye, basi anatengeneza uongo ili aweze kutokabiliana na matatizo yale. Haya ni mambo ambayo yanatokea katika majumba yetu. Jingine basi tu ni kwamba yeye mwenyewe ameshajizoesha ile tabia ya uongo, na amekuwa naye, na alivyokuwa mdogo hakuweza kusahihishwa, anajikuta bila yeye mwenyewe kujitambua, na yeye anairithisha tabia ile katika mazingira yale anayaweka kwa mtoto wake. Kwa hiyo uongo unazidi kuendelea kutoka kwa kizazi chake kwenda kwa watoto, na watoto nao watarithi hivyo hivyo. Utakuta kwamba mpaka wanasifika wale kwamba ni watu waongo wasioaminika, si kwa sababu wamezaliwa vile, lakini kwa sababu hawakuweza kuweka kizuizi cha kubadilisha maadili na tabia ya kuweza kuwalea watoto wao katika misingi itakayowafahamisha na kuwaelekeza kwamba uongo ni kitu kibaya na mtu kuwa ni mkweli. Hizo ni miongoni mwa sababu zinazopatikana. Vile vile sababu zinazopatikana uongo kwa watoto ni wazazi kutopata nafasi ya kuzungumza na watoto wao, na muda mwingi wa mazungumzo
yanayopatikana baina ya wazazi na watoto inakuwa si mazungumzo, bali ni makaripio na ni adhabu na ni mateso na vitisho kwa watoto. Kwa hiyo ile inatengeneza uoga, inatengeneza hofu. Na mtoto, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyokuwa ameumba binadamu, mtoto naye amemwekea kinga za kuweza kuficha uoga wake. Kuna vitu katika saikolojia ambavyo vinaitwa defensive mechanism, yani njia za kujihami, taratibu za kujihami zinakuja automatically. Ina maana kwamba ni sawa vile kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoumba jicho akaweka kope, ameziwekea na taratibu za kujihami. Inapokuja kama mdudu akapita karibu na macho yako, basi bila mwenyewe kufumba macho jicho linajifumba ghafla kuweza kumzuia yule mdudu na akawa amenaswa na zile kope na ukamtoa. Yani ni nadra sana mdudu kuipita moja kwa moja katika jicho. Ile ni defensive mechanism ambayo imewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwili wa binadamu na katika jicho, ili kuweza kulihifadhi jicho na wadudu wenye madhara au na vitu vyenye madhara. Sasa vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maumbile ya binadamu ameweka defensive mechanism. Defensive mechanism hiyo, kuna zingine ambazo mtu mwenyewe unazitawala na kuna zingine ambazo huzitawali. Mfano hiyo ya jicho, huyo huitawali wewe mwenyewe. Kitu kikija tu kitaka kuingia katika jicho linajifunga lenyewe. Hiyo ni moja ambayo wewe vile vile huitawali. Na ziko nyinginezo, lakini zipo ambazo wewe unazitawala, unaweza ukazuia isitumie ile kazi yake ya kujihami. Moja wapo ni hiyo uongo. Sasa mtoto kwa sababu ni mdogo, hajajua jinsi gani ya kuwajihiana na matatizo, na wazazi wake au na baba ni mkali sana, na anajifundisha kutokana na uzoefu. Mathalan, katika kunywa chai, wakati anachukua kikombe cha chai, kwa bahati mbaya kile kisosi kikadondoka, kikapasuka. Baba akaja, hakutaka kujua kwamba kwa nini kile kisosi kilipasuka, nani kapasua kisosi. Baba, mimi hapa nilikuwa nachukua kikombe. Kabla hajamalizia yale maneno, akawa tayari amekushachukua vibao vitatu vya haraka haraka, kabla hajamweleza baba yake kwamba ilikuwaje mpaka kisosi kikavunjika. Vibao vitatu vya haraka haraka, na pale pale kuamrishwa akusanye vile visosi, vipande vya vioo vilivyokuwepo pale, afagie, akatupe kwenye sehemu ya takataka, na siku hiyo asinywe chai, aondoke aende shule. Hiyo ni amri imetoka kwa baba, ni maamuzi hayo. Mtoto anayachukua yale maamuzi, anahisi kwamba kweli amefanya kosa, lakini vile vile anahisi kwamba hakupata nafasi ya kujielezea kwa sababu hakufanya makusudi kile kitu. Sasa kwa kisosi ambacho gharama yake haiwezi ikazidi shilingi 500 mpaka 1000, umeweza kutengeneza doa kubwa katika nafsi ya mtoto wako ambayo haigharamikiwi kwa milioni 1. Kwa kisosi tu ambacho gharama yake ni ndogo, umeweza kutia hasara kubwa katika nafsi ya mtoto wako ambayo gharama yake ni zaidi ya milioni 1, lakini sisi hilo hatulioni. Kwa maana nyingine ni kwamba mtoto ameumbiwa kufanya makosa, kwa sababu ndio maana akaitwa mtoto. Hajakamilika, anatakiwa apate maelekezo. Kwa hiyo tayari umekushaweka mazingira ya kutozungumza na kutokubali makosa kutoka kwa mtoto wako wala maelezo. Siku nyingine huyu mtoto katika kucheza mpira, ule mpira ataupiga shuti kubwa kabisa, moja kwa moja utakwenda kwenye kioo, utavunja kioo cha nyumba yako. Sasa atapiga mahesabu pale ndio inakuja sasa defensive mechanism, kwa sababu wewe tayari umekushaitayarisha na umekushaiamsha katika nafsi yake. Atasema sasa, nilivunja kisosi, adhabu yake ilikuwa ni ile. Leo sio kisosi, leo ni dirisha zima limeporomoka lote toka juu mpaka chini. Atasema nini? Mtoto anaanza kufikiri sasa, defensive mechanism inafanya kazi. Ghafla baba huyu hapa, nani kavunja kioo?
unadhani yule mtoto atasema ni nini? Sio rahisi. Atasema baba, mtoto mmoja hapa karusha jiwe, na kama kuna mtoto ambaye ni adui yake pale jirani, basi atasema nimemwona fulani alikuwa anapita hapa karusha jiwe kapiga hapa, nimejaribu kumfukuza kakimbia. Tayari amekwisha sema uongo, na si tu amesema uongo, amemsingizia na mwingine kosa ambalo hakulifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari umemtayarishia mazingira ya uoga wa kuzungumza ukweli, na katika kuzungumza ukweli ukamfahamisha kwamba kufanya hivi si sahihi, kufanya hivi. Lakini kama pale mtoto alipokuwa amevunja kisosi cha chai, kikombe cha chai, ungemkaa naye pembeni ukamwambia, mwanangu, uwe mwangalifu, hizi tunanunua sisi kwa gharama kubwa, Sasa ningekubali kununuliwe daftari sasa hivi na bicha nikanunue kikombe kingine. Kuwa mwangalifu mtoto wangu. Unachukua kikombe, chukua vizuri, weka chai vizuri, kunywa taratibu, usiwe na haraka na vitu kama hivyo. Umesikia? Atakwambia ndio nimesikia baba, siwezi kurudia tena. Kwa hiyo umeshatumia lugha nzuri, hujatumia hasira, hujatumia kitu chochote, na bado umepandikiza mazingira mazuri kwa mtoto wako. Ina maana siku nyingine tena ungekuja pale na mkuta mtoto wako kavunja kioo cha nyumba, ungemkuta tu ameinamisha macho chini. Nani kavunja? Mimi baba. Nilikuwa nacheza na wenzangu hapa, bahati mbaya nimepiga shuti, limekwenda katika kioo, imevunjika, naomba unisamehe baba. Ungepata tena fursa nyingine kumfahamisha kwamba usiwe unacheza mpira karibu na ua hapa nyumbani, tafuta sehemu pale mbali mcheze, kwa sababu vioo kama hivi ni gharama kubwa. Ukampa maelekezo, na hata akiwa makaripio makali kidogo ya kuonyesha kwamba uko serious na umekasirishwa na kile kitendo, lakini pale umekwishampandikizia mtoto wako ukweli wa kujieleza, na kwamba si kila kitu tu kinakuwa ni adhabu. Lakini rudi katika majumba yetu leo hii, lugha inayotawala si ya maelekezo, si ya nasaha kwa vijana wetu. Lugha inayotawala ni lugha ya ukali, lugha ya makaripio, vipigo vinatawala kwa dogo na kubwa. Yote haya yanaonyesha nini? Ni kwamba baba anaonekana kwamba analea, lakini halei. Na yeye kwa nini anafanya vile? Ni kwa sababu anashindwa kutofautisha matatizo yake anayoishi ya kikazi, matatizo yake ya kimaisha, labda riziki imekuwa ngumu, majukumu yake yanakuwa ni makubwa zaidi. Kwa hiyo ule mzigo alikuwa nao ameubeba, anataka uteremshie kihasira kwa mtoto wake, kwamba mimi nahangaika kutafuta riziki, mimi nahangaika kuwasomesha hawa watoto, mimi nahangaika na pambana pamoja na maisha yalivyokuwa magumu kazini. Leo mtoto hajali, anakuja kuvunja. Kwa hiyo anateremsha hasira zake zote, anaanza kumshughulikia yule mtoto kwa kumwadhibu, bila kuelewa kwamba yale matatizo yake ya kikazi na shughuli na utafutaji hayamhusu huyu mtoto. Anatakiwa amwekee mazingira ya amani na usalama. Matatizo yake ya kikazi ayabebe mwenyewe, ayashughulikie mwenyewe, na anapokuwa na deal na familia yake na watoto wake, adili nao tofauti na mambo ya kikazi. Haya ni mambo ambayo watu wengi wanashindwa kuyatofautisha. Kwa maana nyingine ni kwamba wanawarithisha watoto wao uoga usiokuwa na sababu yoyote, na hatimaye kupelekea katika swala zima la kuzungumza uongo. Kwa hiyo hii ni moja katika sababu. Sababu nyingine ni sababu ya walezi wenyewe wakawa ni waongo. Ongo kabisa. Na mtoto ana akili nzuri, kwa sababu kama tulivyozungumza kwamba ni daftari jeupe, utaliandika unavyotaka wewe. Kwa hiyo mtoto anaona umemwahidi kitu fulani, ukifaulu nitakufanyia hivi au nitakufanyia hivi, au leo ukija nitafanya hivi au nitakufanyia hivi. Yote unayazungumza wewe unajua kwamba haya ni ya uongo. Mtoto anafanya anavyoambiwa. Siku ya kwanza anakuta alichoahidiwa hakuna, anatekeleza majukumu yake, alichoahidiwa hakuna, maneno yote yao. Kwa hiyo anatengeneza kwamba wazee wenyewe waongo, kila siku nafanya hawanifanyi chochote mimi. Kwa hiyo tayari anahisi kwamba swala la uongo si swala kubwa zito linalofaa kukaripiwa, kwa sababu mbona baba mwenyewe anadanganya, mbona mama mwenyewe anasema uongo, mbona hatekelezi ahadi zake anazokuwa anazitoa kwangu. Hiyo ni sababu vile vile inayopelekea watoto kuona kwamba uongo ni njia nyepesi ya kuweza kukimbia majukumu au kuweza kujihami. Hali kadhalika katika mazungumzo, anaweza akawa anakuja mtu pale anadai fedha zake, mama kaanza kumweleza story ndefu, ilikuwa hivi, kaenda hivi, sijui nilifiwa, sijui na kaka, sijui na nani, nikaenda kule nikarudi, hela zote zimetumika, sijui na hivi na hivi. Mtoto yuko pale anaona kwamba hakuna msiba uliotokea, hakuna kilichotokea, hakuna nini.
Basi kama ni mdadisi atauliza, mama mbona lakini hatukufiwa, mbona shangazi yupo? Sema nyamaza na wewe, naye nilikuwa namdanganya tu yule. Nitamwambia kwamba nani atanielewa? Hawezi kunielewa. Anataka deni lake yule, utamlipa nini sasa? Kwa hiyo mtu anaona kwamba la, kumbe mama ana akili kweli. Kwa hiyo anachukulia ule uongo kwamba ni akili, kwa sababu tayari ameshalitoa tatizo njiani, ameshindwa kuliface ile tatizo. Sasa hakuelewa kwamba tu si kwamba yeye tu amefanya makosa kwa kudanganya, amemdanganya yule mwingine, bali amefanya makosa ya kudanganya mbele ya mtoto wake ambaye atarithi ile tabia ya uongo. Basi ilikuwa hata afadhali angemwambia, hebu toka kwanza hapa wewe, niweze kudanganya peke yangu, ili mtoto wake naye asirithi ile tabia ya uongo. Pamoja na kuwa si sahihi kufanya hivyo, ni makosa kwa Mwenyezi Mungu, lakini vile vile ni makosa makubwa zaidi kuwa unadanganya na unamfundisha mtoto wako naye masuala nini ya uongo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaweza tukaviona ni vidogo, lakini kusema kweli ni vikubwa, vinarithisha uongo katika nafsi za watoto wetu. Kwa hiyo ni swala la kujihadhari, na unapoona kiashiria cha kwanza kwa mtoto wako, basi wa kwanza kujiangalia ni nyinyi wenyewe nyumbani. Mimi nasema uongo kama mama? Je, mimi kama baba nasema uongo? Mnakaa mnadadisi, bwana kama ni mama anaambia mume wake mtoto wetu ana tabia ya uongo, sasa tufenyeje? Wewe mwenzangu vipi? Kweli inawezekana sisi tunadanganya na nini, mna discuss kwa sababu ni issue nzito ya kifamilia. Mtoto ameshaanza kuwa muongo, si swala tu la kusema pigie, mchape, mpe adhabu, mnyime chai, fanye hivi. Hiyo haiwezi lakini ni swala la kudiscuss, halafu baadaye mnakaa na yule mtoto, mnazungumza, mkimfahamisha kwamba tabia ya uongo sio tabia nzuri. Kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haipendi. Pili, sisi wazazi wako tunaichukia. Tatu, jamii nzima itakuchukia, na ukijulikana muongo katika jamii hutoaminika. Ni kosa kubwa sana. Usiwe na wasiwasi mtoto wetu, kama kuna jambo limetokea sema tu, kama una matatizo tuambie, tutashirikiana. Kama umeibiwa pesa zako sema tujue, kama kuna kitu fulani umekifanya kule shuleni tueleze, tukazungumze na walimu. Usiwe kwa hiyo mnakuwa mnamweka katika mazingira ya kutokuwa na uoga, mazingira ambayo yatamsababishia yule mtoto awezi kukua katika kujiamini na kuona kwamba kusema uongo ni swala baya na kusema ukweli ni vizuri, kwa sababu ukisema ukweli hutoadhibiwa kama ambavyo watoto wengi wanatarajia iwe hivyo. Lakini kwa bahati mbaya kabisa misingi hiyo inakuwa haipo katika familia zetu zilizokuwa nyingi. Kwa hiyo wapenzi wasikilizaji, hicho kilikuwa ni kiashiria cha kwanza cha uongo. Kiashiria cha pili ambacho tungependa kukizungumza katika darasa yetu hii ya 6 ya malezi ya Kiislamu ni tabia ya udokozi. Tabia ya udokozi kwa maana nyepesi, wizi. Mtoto amekushaanza kuwa mdokozi. Tabia ya wizi ni miongoni mwa tabia mbaya ambazo Uislamu umeziekemea, na mwizi amewekewa adhabu kali, na ni jukumu la mzazi kupandikiza tabia ya uaminifu kwa watoto na kuwahamasisha kuwa wakweli na kuwa huru kueleza matatizo yao na mahitaji yao, bila kusahau kuwahisisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona kila kitu, hafichikani na kitu chochote. Kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia waizi adhabu kali wale wote wenye kuiba na kudokoa. Kwa hiyo matayarisho haya ni wazazi wanatakiwa wayatayarishe katika nafsi na imani ya watoto zao, kwamba wizi ni mtu kuweza kuchukua haki ya mtu au kitu cha mtu bila yule mtu mwenyewe kuwa na ridhaa yake na kuwa yeye mwenyewe hayupo, mtu uokozi ule. Kwa hiyo ni kuwaelimisha watoto na kuwafahamisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafichikani. Hata kama utakuwa umeiba peke yako kwenye kiza, Mwenyezi Mungu anaona, na Mwenyezi Mungu akiona atakuja kukuadhibu siku ya Kiyama, wala hapendi tabia za aina hii. Kwanza kuwajenga katika misingi hiyo ya kiimani. Lakini vile vile ni jukumu la wazazi, wanapokuwa wameona tayari kiashiria hichi kama cha wizi, wajiulize kwamba wizi huu umetokana na nini? Kwa nini mtoto wetu amekuwa sio mwaminifu? Watakuta kwamba sababu zinarejea kwao wao wenyewe kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu kama tulivyosema, watoto si wajinga, wana akili na wana uwezo mzuri sana wa kunotice, wa kuelewa mambo gani yanaendelea. Kwa hiyo mtoto huyu mathalan, wazazi wake hawaangalii mahitaji yake ya msingi. Anaamka asubuhi, hapewi chai, hapewi uji, hapewi kitafunio, anaamshwa na kurupushwa aende shule. Shuleni kule
kuna vitu vinauzwa, kuna mandazi yanauzwa, kuna sambusa zinauzwa, kuna ice cream zinauzwa, kuna karanga zinauzwa, kuna ubuyu unauzwa, na yeye ana njaa na yuko na marafiki zake. Marafiki zake watakuwa na mgawia kila siku, lakini kuna wakati nao wataweka mgomo kwamba kila siku tu bwana huyu naye amekuwa katika hali kama hii. Mtoto hajapata mahitaji nyumbani, hajakunywa chai, ana njaa. Anafika nyumbani anakuta kwamba pale mezani kuna shilingi 500 iko. Mama anaitoa ile shilingi 500, anamtuma pale yeye mwenyewe, nenda kaniletee gazeti la moja la udaku, gazeti la pili la udaku, gazeti la tatu la udaku, au magazeti mawili ya udaku, kaniletee. Magazeti hayana faida. Mtu anaenda kununua ile magazeti analeta, wakati yeye ameondoka hajakunywa chai na hajapewa hata shilingi 100 ya kuweza kununua kitu kule. Na inawezekana hata kalamu ya kuandikia hana, na amekusha toa ripoti kwa baba na kwa mama, na ni wiki na katika hajanunuliwa kalamu. Lakini anaona jinsi ya matumizi ya pesa pale nyumbani yanavyokwenda, na pesa zinapokuwa zinakaa hovyo hovyo, shilingi 200 kwenye meza, au ukienda kabatini kuna shilingi 500, ukienda kwenye pochi ya mama pale kuna shilingi 1000, au ukienda kule kuna shilingi kadhaa, na yeye ana shida na ameshazungumza na hasikilizwi. Kinachotokea ni kwamba anaichukua mkono wake, anachukua shilingi 100 ile, anajaribu kwanza, haitumii siku ile, atakaa nayo, anajua ikiulizwa tu ataitupa sehemu fulani, atasema ilikuwa imeanguka sehemu gani. Anakuta mama wala haulizi, baba wala habari hana, hawajahisi, hawajui. Ananunua kalamu. Siku inayofuata 200. Sasa kalamu anapata na ubuyu pale, hajaulizwa hiyo. Inayofuata 500, inayofuata 1000. Wazazi hawana habari, hawajagundua. Kwa hiyo ina maana kwamba badala ya wazazi wenyewe walikuwa na uwezo wa kumpangia budget mtoto wao kwa kazi wanayoifanya na pesa walionayo hata kama ni ndogo, ya kuhakikisha kwamba yale muhimu anayoyaomba ya msingi wanampatia, wanamweka katika hali fulani ambayo hata kuiba inakuwa basi tu ni mapenzi yake, wenyewe wanamwekea pressure ya kuweza kuanza kuiba, kwa sababu hawampi mahitaji muhimu. Na anapoanza kuiba, ataanza kununua mahitaji muhimu, na ataacha mahitaji muhimu. Sasa ataiba ziada ya kuanza kujifananisha na wenzake, na atakuwa katika hali kama hiyo. Kwa hiyo utakuta kama mazingira yanatengenezwa kuanzia katika majumba yetu. Mtoto hapewi mahitaji yake. Mtoto anakwenda shuleni hajakunywa chai. Mtoto anakwenda shuleni saa nyingine hana viatu. Anakwenda shuleni hana madaftari. Anakwenda shuleni hana kalamu, hana mahitaji yale muhimu. Akifika kule atafanya nini? Anaangalia nyumbani, anakuta kwamba si kwamba ni maskini sana, wana uwezo kidogo na hela zinakaa hovyo hovyo. Kinachotokea ni kwamba anaanza kujitafutia mwenyewe mahitaji yake kwa njia hiyo. Kwa leo atakuibia wewe, na kesho na kesho kutwa akishaanza kuona mama anatafuta hela zake, sema nimeshaanza kugundulika hapa, anakwenda kumtafuta mjinga mwingine ambaye ameweka vitu vyake hovyo hovyo, anachukua. Kwa hiyo wizi unahama kutoka nyumbani, unakwenda mtaani, unakwenda shuleni, anahibia wanafunzi wenzake, anaanza kuibia walimu, hatimaye anakuwa na sifa ya wizi. Lakini ukiangalia mbegu ya kwanza ilipandikizwa wapi? Ilipandikizwa nyumbani. Kwa hiyo ni jukumu la wazazi kuwapandikizia kwanza sifa za uaminifu wa watoto wao, kwa kuwafahamisha sifa mbaya ya wizi na jinsi Mwenyezi Mungu alivyoikaripia, na kwamba wao hawaipendi na jamii haipendi sifa hivyo. Lakini vile vile kuweza kumpa mahitaji yake ya msingi yule mtoto ambaye anahitaji katika umri aliokuwa naye, ili aweze kusoma vizuri na kuishi vizuri na wenzake, isimpelekee katika matamanio ya kuweza kuiba. Hii ni sifa muhimu sana ambayo wazazi wanapaswa waweze kuifikiria. Vile vile katika mafundisho ya Kiislamu tunapata jinsi gani maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyokuwa wakijali sifa hii, kama hii sifa ya ukweli, uaminifu, na kutokuwa mtu tapeli au mtu mwizi. Siku moja Umar ibn Khattab, ambaye ni kiongozi wa pili wa umma wa Kiislamu, alikuwa na tabia yeye ya kutembea mjini, katika mji wake usiku, na kufanya doria yeye mwenyewe, kuangalia wageni wanaokuja katika mji ule na wafanyabiashara kwamba hawadhuriwi. Katika tembea yake akiwa na mlinzi wake, wakapita katika nyumba moja na wakasikia mazungumzo kati ya mama na binti yake. Mama huyu ni muuza maziwa, anamwambia binti yake, tia maji kwenye maziwa. Binti anasema, hapana mama, siwezi kufanya hivyo, tia maji kwenye maziwa. Msichana anakataa, na msichana akasema, ewe mama, hukumsikia wewe kiongozi wa Kiislamu akisema kwamba kufanya hivyo ni makosa, kufanya hivyo ni ghish, ni kuwa ghish na kuwadanganya Waislamu kwa kuwekea vipimo visivyokuwa sahihi?
Mama akasema wewe tia, huyo Amiri al-Mu'minin kiongozi huyo saizi amelala, atakuonea wapi? Lakini kwa sababu huyu mtoto alileka katika malezi ya kidini, alimsikia msikitini Umar ibn Khattab akizungumzia yale mawaidha yalimkaa katika nafsi yake. Akasema mama, kama Umar kalala hatuoni, je Mungu wa Umar naye hatuoni? Mama kusema kweli akapigwa na butwa kwa mawaidha mazito aliyopewa na binti yake. Umar hakuamini kwamba yale mawaidha ambayo ameyazungumza yeye yanaweza akawa yamekaa kwa yule binti na yameathiri katika maisha yake kiasi cha kwamba akawa anaweza kumshinda mama yake ambaye amemlea katika mazingira haya ya uongo na udanganyifu. Umar akaenda moja kwa moja nyumbani kwake, akawaita watoto wake usiku ule ule na akawaambia, jamani, mmoja wenu kesho anaoa. Kesho ni harusi ya mmoja wenu. Nani atakwenda kuoa msichana wa muuza maziwa? Watoto wote kwanza kukwepa, sio mimi bado kidogo, mimi nitasubiri kidogo, mimi sijui na shughuli gani kidogo. Baba akasema basi kama nyinyi hamko tayari, mimi kesho nakwenda kuoa. Anakuwa ni mama yenu mdogo anakuja hapa. Ndio akajitokeza kijana wake mkubwa Umar ibn Khattab akasema, baba yangu mimi nitamuoa. Na kweli akaenda mtoto wa Amiri al-Mu'minin akaenda kamuoa mama muuza maziwa kwa sababu ya ukweli wake na uaminifu wake na kumwogopa kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika kizazi cha mama huyu akatokea khalifa mwadilifu kabisa katika makhalifa wa Kiislamu, naye ni khalifa wa 5 Umar ibn Abdul Aziz, ambaye ndio alinyonya katika maziwa ya mama huyu ambaye ni muaminifu, msema kweli. Tunaona jinsi gani watu walikuwa wakitafuta ukweli na mazingira ya ukweli, watoto wao waelewe katika mazingira ya ukweli na uaminifu. Kwa hiyo lazima tuwatengenezee watoto wetu mazingira kama hayo. Vile vile katika visa tunavyovipata ni kwamba baba yake Abu Hanifa ambaye anaitwa Nu'man, wakati akiwa ni kijana alilelewa katika misingi mizuri kabisa na wazazi wake, na akawa ni mkweli na mwaminifu na ni kijana anayemuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hanifa, baba yake Abu Hanifa, siku moja huyu kijana Nu'man alikwenda katika bustani moja, alikuwa akisafiri, akapatwa na uchovu mkali sana. Akaingia katika bustani moja yenye miti, akasema ajipumzishe pale. Kweli akajipumzisha pale, akakaa. Kwa bahati ilikuwa ni bustani ya matufah, apples. Apple moja likaanguka, limeiva vizuri kabisa, linatamanisha, na yeye ana njaa. Basi akalichukua akaanza kulitafuna. Lakini ghafla, kwa sababu amelelewa katika mazingira ya kumuogopa Mwenyezi Mungu, akasema mimi nakula tunda katika shamba la mtu na wala sikupewa, huu si ndio wizi wenyewe huu? Akaona hapa sasa nisiendelee tena kulitafuna ili apple. Akamtafuta yule mlinzi pale, akamwambia, bwana samahani bwana, mimi nilikuwa nimejipumzisha hapa kutokana na safari, lakini apple limeanguka, nimeanza kulila, kufika nusu nikakumbuka kwamba si haki yangu. Kwa hiyo naomba bwana uniambie gharama yake kiasi gani, labda nikulipe. Ila kwa sababu mimi ni mlinzi tu hapa, na maadamu umejileta mwenyewe kwamba umeingia na umekula apple, sasa sina budi isipokuwa nikupeleke kwa mwenyewe. Kwa hiyo bwana akamkamata, akampeleka mpaka kwa mwenye bustani. Kufika kule akaambia, bwana huyu bwana amejileta mwenyewe, anasema kwamba alikuwa katika shamba letu amekula apple. Yule mwenye bustani akataka kujua kwamba hebu nieleze kisa chako wewe kijana. Kijana yule Nu'man akamweleza, kama mimi nilikuwa nasafiri, nimepumzika chini ya mti na njaa na kiu, lakini bahati nzuri ikawa apple imeanguka. Nikasema Allah, Mwenyezi Mungu ameniruzuku, amesikia kilio changu, nikaanza kula. Lakini nikakumbuka kwamba hii bustani ni ya mtu, anaimwagilia maji, anaitumia gharama, takula itakuwa ni wizi. Kwa hiyo nikaomba kwamba labda nilipe gharama yote ili niweze kufidia, nisije kama nimekula kitu ambacho ni cha haramu. Subhanallah, hebu tuangalie jinsi gani huyu kijana alivyokuwa mwaminifu. Kula tu apple ambalo si la kwake. Leo watu wanakula vitu vingapi ambavyo si vya kwao? Uaminifu. Yule mzee mwenye bustani akasema, watu kama hao kusema kweli kupatikana ni nadra. Mtu kama huyu ni nadra kupatikana, huyu simwachi. Akamwambia, bwana mimi nitakusamehe lakini kwa sharti. Kaambia, hakuna wasiwasi, niambie sharti lote lile kusamehe niendelee na safari yako. Kaambia, mimi nitakusamehe isipokuwa tu ukubali kumuoa binti yangu. Kijana akapigwa na butwa, mimi sina mpango wa kuoa, mimi nasafiri na mambo yangu mengi. Lakini kwa sababu mimi ndio mkosa, mimi nimeshika kwenye makali bwana, nimeshika kwenye mpini, tabiri nikubali, na mpaka anipe sharti hili la mimi mwizi kumuoa binti yake, na maana kwamba huyo binti huyo kweli ni hatari kubwa, lakini tutafanya nini? Basi sababu niko tayari kufanya hivyo kwa sababu Mwenyezi Mungu anisamehe. Kaambia sawa, lakini binti yangu bwana ni kipofu, ni kiziwi, ni kiwete na ni bubu. Subhanallah. Nu'man akaona sasa huu ni mtihani mkubwa kweli kweli, kipofu haoni.
kiziwi hasikii, bubu hazungumzi, kiwete hatembei, nitawasiliana naye vipi? Ama kweli huyu bwana amenipatia ni sharti zito hasa kwa sababu tu ya kula nusu apple yake. Leo napewa kitu kama hichi, lakini hii ni qadar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniandikia, sina budi kuikubali kutokana na imani ile. Kwa hiyo kweli mzee kamfungisha pale ndoa, weka mashahidi kila kitu, anakwenda kwa bi harusi, anamkuta anatembea ni mzima, kasimama, anamkuta anaona na macho, anamkuta na masikio, anakuta na kila kitu ni mzuri hasa. Sema imekuaje? Ndio akaelezewa kile kisa cha mambo ya upofu. Nadhani kisa kirefu, sio mahala pake, lakini cha msingi ni kwamba huyu mzee aliona hakuna wa kumuozesha binti yake isipokuwa mtu mkweli kama huyu na mwaminifu kama huyu. Na ndio maana pale katika kizazi kile akazaliwa Abu Hanifa, imamu mkubwa katika maimamu wa Kiislamu, ambaye ameacha urithi mkubwa wa kielimu katika umma huu wa Kiislamu. Sasa sifa ya ukweli na uaminifu hupandikizwa kutokea majumbani, mtu kuwa mwaminifu asiwe mdokozi. Na sifa ya wizi na ujambazi huanzia nyumbani. Mtoto anapoanza kuonja shilingi 100 ya mama aliyoiba na mama hakugundua na akumpa mahitaji yake, kesho kutwa 200, 1000, anahama kutoka nyumbani na kwenda kwenye hela kubwa nje ya nyumbani, na huko ndo anazidi kudidimia na kupotea. Hatimaye unakuta unashindwa kumcontrol mtoto wako na masuala ya wizi kwa sababu ulishapandikiza mbegu ya kwanza. Ni muhimu sana kuchunguza tabia za watoto. Ukiona amedokoa, basi si suluhisho kuchukua tu fimbo na kumtandika sana, la, ni kuangalia mahitaji yake yepi na kumngopesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pale anapohitaji kitu na uwezo nacho basi kumpa. Tusiwarithishe watoto wetu maskini. Kweli hali zetu sio nzuri, lakini yeye anahusika nini na kuwa sisi hali zetu sio nzuri? Utakuta mzazi mwingine anasema bwana, mimi mtoto wangu bwana hawezi kula wali na kuku, atakula tu ugali bwana na mboga za majani, atakula ugali na cabbage. Pamoja na kuwa mzazi ana uwezo, lakini anasema namfundisha maisha. Wewe unamfundisha ukiwa nani bwana? Wewe ndio umehukumu kwamba riziki yake itakuja kuwa ni hivi maisha yake yote. Kwa nini usimpe haki zake za msingi, akala kitu kizuri na yeye vile vile? Unafanya kazi kwa ajili ya nani wewe? Ikiwa wewe unapata pesa, unaweza kuwa unakunywa mapombe huko, mama anapata pesa zake ananunua makanga na vitu vingine, lakini akifika nyumbani sasa, nataka nimfundishe mtoto wangu maisha magumu, ale tu ugali. Kama ni shati basi na viraka 20, asema ndio hivyo itakavyokuwa, ajue kwamba maisha ni magumu. Ajue vipi? Wewe ulimlea ili uje ulimzaa ili uje umtese katika dunia hii. Kazi unafanya kwa ajili ya nani? Ya tumbo lako, sio kwa ajili ya mtoto wako kumlea akae katika maisha mazuri, apate kalamu ya kuandikia, apate daftari, apate uniform safi, apate viatu vizuri, ale vizuri ili aweze kuwa katika makuzi mazuri na akili zake ziweze kukua vizuri, aweze kufikiri vizuri. Wewe ndio unachukua jukumu la kumtesa kwa sababu umeshamhukumia kwamba mustakabali wake itakuwa maskini. Ina maana kwamba umeshapandikiza fikra za kimaskini kwa yule kijana, na kama hatakuwa na uwezo mzuri, kwa sababu umaskini ni fikra, ni mindset, ni jinsi gani mtu anavyoziweka fikra zake. Sasa ni jukumu la wazazi kuhakikisha kwamba wanawalea watoto wao katika misingi itakayowaepusha na masala mazima ya wizi na udokozi. Ni jambo ambalo linapandikizwa kuanzia majumbani mwetu. Wapenzi wasikilizaji, sifa nyingine au kiashiria kingine cha tatu ni kiashiria cha matusi. Ukishaona mtoto wako anazungumza matusi mazito, basi hicho ni kiashiria kibaya. Inakubidi wewe baba na mama muweze kufanya kikao cha dharura kama familia ili kuweza kuangalia chanzo cha tatizo hilo liko wapi. Matusi, tunafahamu maana ya matusi ni nini. Mtoto anatoa tusi zito kabisa, halilingani na umri wake. Kwa hiyo kwanza kinachotakiwa kufanya kuwafundisha watoto maadili ya Kiislamu, kwamba Uislamu unasemaje kuhusiana na tabia hii ya matusi. Na sisi tunaelewa kwamba kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, kumtukana Muislamu ni ufasik na kumpiga ni katika ukafiri. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika sifa za watu wabaya kabisa ni wale ambao midomo yao inakuwa ni michafu. Kuna hadithi nyingi kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam zimezungumzia hayo. Kwa hiyo mzazi ni jukumu lake kuanza kumfundisha mtoto wake kwamba tabia nzuri maana yake nini, kutozungumza maneno ya uovu. Akisema tusi moja anaitwa anafanywa semina nzito kabisa ya neno la tusi kiasi kwamba anaona kwamba jambo hili ni ovu. Linapotokea sasa mtoto akawa ni mzungumzaji wa matusi, kwa hiyo kikao cha dharura ndio kitakachokaliwa.
Sasa watajiangalia baba na mama. Mama, bwana wewe mtoto wetu haya matusi kayatoa wapi? Mimi haya matusi nimeshawahi kuyasikia kwako wewe mama. Unapenda sana kutoa tusi hili. Ukimtuma tu mtoto kiskurudi pale tusi tusi tusi. Ukikaa tu kidogo njoo wewe fulani tusi tusi tusi. Matusi yale yale anayosema mama ndio yale yale atakuwa ni matusi ya kwanza atakayezungumza mtoto. Hiyo ni jambo la kawaida. Kwa sababu sasa ndio mama anavyosema hivi. Kwa hiyo utakuta mtoto ni mdogo amekaa, kama ni mtoto wa kike amekaa na mdoli wake, labda anamsuka nywele au nini, amekaa na fimbo yake ndogo anamchapa mtoto. We sikiliza we, anaanza kumpa matusi, mshenzi sijui nini sijui yale matusi ambayo yeye anatukana na mama yake, na yeye mtoto naye anamtukana mtoto wake wa mdoli, kwamba naye anajifanya naye ni mama, anacheza na mtoto wa mdoli, naye matusi yale anayaleta huku. Kwa hiyo anaona kwamba kusema yale maneno ndio kulea, ndio kufundisha, ndio mama alivyomfundisha, kwa sababu ndio mama yake, hawezi kukosea. Hali kadhalika baba ni hivyo hivyo. Inawezekana baba anamtukana mama matusi makubwa, mtoto anayasikia, kwa hiyo anaona kwamba yale ni mambo ya kawaida. Inawezekana ikawa mama anamtukana labda kama kuna msichana wa kazi pale nyumbani, matusi makubwa makubwa, kila saa tusi, kila saa tusi, akifanya hivi tusi. Kwa hiyo mtoto anaona kwamba la, kumbe huu ndio ushujaa, hivi ndio inavyotakiwa iwe, hivi ndio mafundisho. Kwa hiyo nene akitoka huko nje akicheza na wenzake mpira, matusi yanakuwa yako hadharani. Matusi yanaanzia nyumbani. Na kama hayakuanzia nyumbani, basi chunguza yalipoanzia, utakuta yameanza kwa marafiki wanaocheza na watoto wako kule sehemu walipo. Kwa hiyo pale sasa inakuwa kazi kwako kwanza kumrekebisha na kumwambia kijana fulani ni mbaya, anasema matusi, usimfuate, usimsikilize wala usio rafiki yake. Ili wewe kama umemfundisha vizuri, jamii kule barabarani sije kumfundisha vibaya mtoto wako kuzungumza matusi. Kwa hiyo kiashiria hichi nacho ni kiashiria muhimu cha kuonyesha, je, mtoto wetu ana maadili yake yanakwenda wapi? Maadili yake yanaharibika au yanatengemaa? Akiwa na matusi, basi uelewe kwamba maadili hayo kusema kweli yanaharibika na hayatengemai kamwe. Vile vile ni jukumu la wazazi kuweza wakati wakiwafundisha watoto wao maadili ya dini ya Kiislamu, kuweza kuwapa visa na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazotoa mafunzo jinsi gani ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza ubaya wa masala haya kutukana. Mzazi anaweza akijua tabia hii ipo kwa mtoto wake, akamwita akamwambia, ewe mwanangu, kwa nini unanitukana mimi na unamtukana mama yako? Mtoto atasema, hapana baba, sijawahi kutukana wewe hata siku moja, lakini nilikuwa nimemtukana yule kijana pale tunacheza naye mpira kwa sababu alinichezea rafu au alinifanyia hivi. Kwa hiyo mimi nikamtukana baba yake na mama yake. Kwa hiyo namwambia pale, kufanya hivyo ni kututukana sisi vile vile, kwa sababu yule kijana baada ya kumtukana si alikwambia na wewe? Sema ndio, alisema na wewe. Sasa kusema na wewe si maana yake kwamba na mimi nimtukana yule kijana. Kwa hiyo unampandikizia mtoto fikra kwamba matusi anayozungumza hayaishi kwa yule anayetukanwa tu, bali yanarudi hata kwa wazazi wake. Na hii inatokana na mafundisho au na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alisema, inna min akbar al-kaba'ir, katika madhambi yalikuwa makubwa, an yal'ana ar-rajula walidayhi, ni mtu kuwatukana wazazi wake wawili. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajula walidayhi? Masahaba wakasema, Mtume wa Mwenyezi Mungu, vipi mtu atawatukana wazazi wake wawili? Qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yasubba ar-rajula aba ar-rajul, mtu atamtukana baba ya mwenzake, fayasubba abahu, naye atamtukana baba yake, wayasubba ummuhu fayasubba ummuhu, naye vivyo atamtukana mama yake. Yani unamtukania mtu baba yake na mama yake, naye anakuambia na wewe baba yako na mama yako. Kwa hiyo hivi ndio mtu kuwatukana wazazi wake wawili. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza na kumuelekeza kijana wako katika tabia hizi mbaya, haitoshi tu kumkaripia na kumpiga na adhabu, lakini vile vile kumpa mafundisho yatakayoonyesha kwamba atakapofanya vile atakuwa vile vile anaiathiri familia yake na anawatukanisha baba yake na mama yake. Kwa hiyo atakuwa anaona kwamba asiende kufanya lile jambo na asifanye matusi kwanza, kwa sababu atakuwa anatukana wazazi wake, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa hakuridhika na tabia hiyo ya matusi. Kwa hiyo tabia ya matusi ni moja katika kiashiria kinachoonyesha kwamba mtoto amekushaanza kuharibika. Jingine, kama unaona kwamba hili swala nyumbani halipo kama tulivyosema, ni kwamba angalia watu ambao kijana wako anafuatana nao. Utakuta kwamba nyinyi kama mlikuwa hamna matusi, basi nyumbani nje kule wanapocheza mpira au wale warafiki zake ndio waliomfundisha na kumuelimisha matusi kule nje. Kwa hiyo ni jukumu lako sasa kuangalia marafiki zake. Na hili swala wazazi ni muhimu sana, kwa sababu wazazi wengi hawajui watoto wao marafiki zao ni kina nani.
wala hawana time ya kuuliza hivi wewe shuleni rafiki yako ni nani. Yeye amekuja kutoka shuleni, amekuja nyumbani, chakula amekula, basi imekwisha. Lakini ni muhimu sana kujua hebu fulani rafiki yako ni nani, fulani na fulani na fulani na fulani. Kama huwafahamu basi fanya hata safari uende shuleni wakuonyeshe waone ni wale, au kama unaona ni ngumu zaidi basi mwambie siku moja awaalike pale nyumbani, watengenezee tu chai au nini walete, kaa pembeni waangalie marafiki ya watoto wako. Utakuta pale kuna marafiki wa kila aina. Utakuta kuna watoto pale wako malezi wanalelewa katika majumba yao, wazazi hawana habari. Wewe unajitahidi kumlea mtoto wako vizuri, kuna wengine hawana time ya kulea watoto wao. Watoto wamekuwa mafisadi, maasi, mafasiki kabisa, waizi, waongo, wana matusi, wana kila aina ya madhara. Kwa nini mtoto wako awe rafiki na mtoto wa aina hii? Kwa hiyo kinachofuatia pale ni nini? Ni kumtahadharisha sasa. Mwanangu, tafadhali sana, kama unataka tuelewane, kama unataka tukutimizie masharti yako yote ya shule, kama unataka kuturidhisha mimi na mama yako, tafadhali hatutaki uhusiano na watoto hawa au na huyu na huyu. Baba kwa nini? Lakini ana matusi, si kweli au sio kweli? Kweli. Ana mwizi, mdokozi, kweli au sio kweli? Kweli. Muonevu, kweli au sio kweli? Kweli. Kwa nini uko rafiki na mtoto kama huyu? Sisi tunakulea vizuri, wewe huoni mtoto fulani tabia zake nzuri? Kwa hiyo unafanya majukumu yote, na sio hivyo tu kuamrisha, bali unatafuta wale vijana ambao wana tabia nzuri, kama ni mtaani au sehemu yoyote, ndio unawaalika nyumbani. Kwa hiyo unaanza wewe mwenyewe kutengeneza project ya urafiki kwa watoto wako. Unawaalika watoto wazuri nyumbani, wanakuja pale, unawanunulia mpira wa kuchezea, wanacheza, unawaruhusu wanakaa, kama unaangalia kama ni katuni au nini, unawatengenezea urafiki. Kwa hiyo unajua kwamba mtoto wangu namjengea urafiki kwa watoto ambao wana tabia zinazolingana na yeye. Kwa hiyo tayari unampa option nyingine. Sio tu umzuie asiwe na marafiki, la, mtengenezee mazingira ya kuwa na marafiki wazuri. Ni kitu cha muhimu sana katika familia na katika kulea watoto. Kwa hiyo kama wewe unamlea vizuri, inawezekana kule nje akaleleka vibaya kutokana na marafiki anaoandamana nao. Kwa hiyo ni muhimu sana usiishie nyumbani tu, fuata mpaka nje uweze kuhakikisha kwamba mtoto wako anakuwa na group lililokuwa zuri, group linalofanana na malezi ambayo unamlea mtoto wako katika malezi hayo, kuhakikisha kwamba hatoathirika na wala hatoathiriwa na wale watoto wengine. Wapenzi wasikilizaji, kwa leo naona tuishie hapa. Tumebakiza sifa nyinginezo ambazo inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia katika darsa namba 7 ya malezi ya Kiislamu tutaizungumzia inshallah. Haya tuliyozungumzia leo yanatosha kuwa ni mambo muhimu ambayo mimi na wewe tunaweza tukapata mafundisho ndani yake katika kuwalea watoto wetu malezi yaliyokuwa mazuri, malezi yatakayokuwa kufanya raia wema baadaye, malezi yatakayokuwa kufanya ni viungo muhimu katika umma huu wa Kiislamu kuwa ni wakweli, waaminifu, watakayokuwa wanamtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonyeshe yale yaliyokuwa ya haki ili tuweze kuyafuata, na atuonyeshe yale yaliyokuwa ni ya batil ili tuweze kujiepusha nayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.